Nzula Makosi hapa, awamu ikiwa ni ya kwanza, awamu ya kliniki daktari, alafu baadaye kidogo tunaelekea moja kwa moja hadi mahakamani. Lakini kabla tujaingia kwenye mahakama na tujapata pia habari za biashara, tuingie kwenye kliniki. Kliniki ya daktari na Nzula Makosi. Tumeanza kukaribia wikendi tuainusia kidogo. Leo naomba tupunguze dozi kidogo kwa sababu it's midweek, so 3 times 3 itaweza. Sasa katika masuala ya kiafya, wewe unajua athari ambazo zinatokana na uvutaji wa sigara? Je, unaelewa hatari wa kutumia sigara ama vile vidubwasha vinaitwa vaping? Maana kuna watu siku hizi hata sigara hawavuti, lakini utaona na vijidubwasha, kazi ni kuvuta na kuachilia moshi. Sasa kuna magonjwa ambayo yanaweza yakapatikana kutokana na uvutaji sigara, na mojawapo ni saratani ya mapafu. Sigara inasababisha 90% ya vifo vyote vya saratani ya mapafu. Inasemekana pia kuna magonjwa mengine ama saratani nyingine ambazo zinahusishwa na kama vile koo zinahusishwa na uvutaji sigara, kuna saratani ya mdomo na kuna saratani hata nyingine kama vile ya kizazi. Sasa kuna matatizo pia ya moyo na mishipa ya damu ambayo yanaweza yakatokana na uvutaji sigara. Inasemekana kwamba nikotini husababisha mishipa ya damu kuwa membamba, jambo ambalo linaongeza shinikizo la damu na inakuwa ni jambo la hatari sana kwa moyo wa binadamu. Kiharusi ama stroke pia inakuja, ama hatari inaongezeka zaidi wakati ambapo mtu anavuta sigara. Sasa pia katika masuala ya uvutaji sigara yanaathiri masuala ya kizazi, na kwa muda mrefu hata wanawake wamekuwa wakiambiwa kama unataka usiaffect fertility yako, uzazi wako uwe imara, wachana na kuvuta sigara. Sasa inasemekana kwamba sigara husababisha ugumba kwa wanaume pamoja na upungufu wa nguvu za kiume na wanawake pia, na hata kuathiri kijusi wakati kiko ndani ya mwili kuendelea vile ambavyo inastahili. Kuna kitu ambacho pia kinajulikana kama passive smoking. Wakati wewe unavuta sigara, uko na mtoto mdogo pale ama uko na mwenzako ambaye havuti sigara, yule mwenzio pia naye anavuta sigara na anaweza kapata athari kama zako tu. Lakini sasa tuende moja kwa moja hadi kwa sababu gani nimeweza kuzungumzia hili jambo leo. Nimezungumzia hili jambo la sigara na uvutaji sigara kwa sababu bunge la Uingereza limeidhinisha sheria mpya, yani Tobacco and Vapes Bill, inayolenga kuzuia watoto na vijana kuanza ama kuendelea na tabia ya uvutaji sigara kwa lengo la kutengeneza kizazi kisichovuta sigara katika nchi ya Uingereza. In short, they want a smoke free generation. Sasa kizazi cha baada ya mwaka 2008 ama after 2008, watu ambao wamezaliwa from 2009 kuja chini hawataweza kuuziwa sigara, na ni umri wa chini zaidi wa sheria wa kununua sigara utakuwa ukiongezeka kila mwaka, kumaanisha next year pia bado hawa watu wa 2009 going down hawataweza kuaccess sigara. Sasa serikali imepata mamlaka mapya kuweza kudhibiti ladha ya vape, hata packaging vile itakavyokuwa na jinsi ambavyo bidhaa zitakuwa zinafanyiwa advertisement, na inasemekana kwamba hata mahali ambapo sigara zitakuwa zinauzwa, hizi sheria pia zinapiga marufuku uvutaji sigara na hata uuzaji wa sigara katika maeneo ambayo yako katika na viwanja vya michezo ya watoto katika karibu na shule na hata hospitalini. Sasa lengo la serikali ya Uingereza kufanya hivi ni kwa sababu uvutaji sigara unasababisha takriban vifo 64,000 hadi 80,000 kila mwaka katika nchi ya Uingereza, na ni chanzo kikuu cha magonjwa ambayo yanaweza kuzuilika. Sasa lengo kubwa la serikali ya Uingereza ni kuokoa maisha. Pia wanataka kupunguza gharama ya afya kwa sababu matibabu ya magonjwa ambayo yanatokana na tumbaku yamegharimu sana mfumo wa afya NHS ya kule Uingereza, kama tusha hapa nchini takriban pauni bilioni 3 kila mwaka. Na pia wanataka kuhakikisha kwamba vijana wanaachana na uraibu wa kuvuta sigara, na hata wale wanaoinukia hawapati huu uraibu wa kuvuta sigara. Sasa ni changamoto, nadhani Uingereza imejitweka kwa
kuhakikisha kwamba inakuwa na wananchi ambao wako na afya, kuangalia sekta yao iko na afya, kupunguza gharama ambayo inatumika katika mfumo wa afya pale nchini mwao, na pia kuhakikisha kuna kizazi ambacho hakitumii tumbaku ama sigara. Sasa sijui kama sheria kama hizi zinaweza zikawekwa hapa nchini, but of course it's a challenge to the Ministry of Health na kwa serikali kuu kwa jumla. Hii ni Radio Maisha. Kliniki ya Daktari.